Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV? Kubwa kuliko kwa siku hii leo bwana, nataka nikupashe nikupe habari ambazo unahitaji kuhabarika. Licha ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Fountain Gate, kocha mkuu wa Yanga Pedro amewahakikishia mastaa wa timu hiyo wachukue uchezaji ubora kutokana na uchovu, ingawa alikiri walikutana na mpinzani ambao walikuwa na mikakati ya kujilinda. Yanga ilipata ushindi kwenye uwanja wa KMC Dar es Salaam na kuifanya ifike pointi 13 na kushika nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu bara, na sasa inatafsiri hadi Dodoma ili kesho leo siku ya Jumapili kukabiliana na Coastal Union katika mechi nyingine ya ligi kuu itakayosimama hadi Januari 21 mwakani. Akizungumza baada ya mechi hiyo ya 5 kwa Yanga katika ligi ya msimu huu, amesema matokeo aliyoyapata haikuwa kazi rahisi kutokana na Fountain walivyoingia na mikakati wa kujiandaa zaidi na michezaji wa Yanga kuifanya kazi kubwa kuivuka ng'ombe iliyokuwa na watu 9. Haikuwa rahisi, wapinzani wetu walikuwa na mikakati ya kuzuia zaidi, hivyo kuifunga ngome yao ili kutumikia vumbi kubwa. Licha ya ukweli baadhi ya wachezaji wangu waliowapa nafasi kutakuwa na ubora, japo tumefanikiwa kupata ushindi huo mzuri, ameyasema hayo Pedro na kuongeza kuwa kikosi kilikuwa na mabadiliko. Nilitoa nafasi kwa wengine ambao hawakuwa na wakati mzuri kupata nafasi mechi zilizopita, ili walikuwa bora sana, lakini wamefanya kazi. Naamini nina kibarua kuwajenga kuwa katika ubora sawa na wenzao wanaocheza mara kwa mara. Pedro alisema bado ana ratiba ngumu kutokana na kuwa na viporo vingi kwa ajili ya mechi za ndani, hivyo atalazimika kufanya mabadiliko ili kutoa nafasi ya mapumziko kwa wengine wanaotumika sana, na hilo litakuwa endelevu. Pamoja na kutokuona ubora waliotarajiwa licha ya kukutana na mpinzani aliyekuwa na mbinu ngumu, naamini nitaifanyia kazi upungufu niliouona kabla ya kuibuka Coastal Union. Amesema tunakuwa na muda mchache wa kufanya mazoezi ya kurudisha utimamu wa mwili kabla ya kuvana na wapinzani. Hili ndilo shina linalofanya wachezaji wanacheza chini ya kiwango. Sitaki kujitetea kwa hili, kwa nini na wachezaji wengi. Kazi nilionayo ni kujenga pesa za Diara. Kocha huyo alizungumzia kitendo cha mashabiki wa timu hiyo kumwagia fedha kipa namba 1 Diara Dingiji kutokana na ubora aliouonyesha katika mechi iliyopita ya ligi ya mabingwa Afrika, lakini alisema jambo zuri la kuendelea kuboresha uwezo wa wachezaji kutoka chachu ya ushindi. Hii kwa wachezaji inaongoza morali na pia ina ushindani wao kwa wao. Kila mmoja anataka kuibuka shujaa kwenye mchezo husika ili aweze kutunzwa kama ilivyokuwa kwa Diara. Inamfurahisha na ninaamini tafsiri kazi kwa kuongeza ubora mchezaji mmoja. Pedro amesema mpira wa uchezaji 12 na huyo mchezaji wa mwisho wa 12 shabiki ili apate furaha na hitaji burudani kutoka kwa nyota 11 anaoamini. Hivyo furaha ya shabiki inategemea ubora wa wachezaji mmoja na pia timu kwa ujumla ambayo inatoa matokeo mazuri na mechi nzuri uwanjani. Hii kubwa sana ni wachezaji wanatakiwa kuipa thamani, kuiondoa soka na kuitumikia Yanga, na ajira yao bado ni Yanga. Kuna watu nje ya uwanja wanategemea ubora wao ili wafurahie, ndio maana wanajitoa, na wao wanatakiwa kujitoa kwa hali na mali ili kupambania nembo ya timu yao ya Young Africa. Hii ni Gift Online TV bwana, nikwambie endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Wewe ambao umefanya hatua hiyo, nikwambie kongole kwako, kwamba jambo ni moja tu, utakwenda kupata kile unachostahili, lakini kwa ule wakati ulio sahihi. Baki na Gift Online TV.